Esta mlango wa 6 mstari wa 1 hadi wa 3. Sijui tumefika? Kama tumefika nisaidie kusema amen. Neno la Mungu linasema, usiku ule mfalme hakupata usingizi, akaamuru aletewe kitabu cha maandiko ya taarifa, nayo yakasomwa mbele ya mfalme. Ikaonekana kuwa imeandikwa ya kwamba Mordekai aliwachongea Bigthana na Tereshi, wasimamizi wawili wa mfalme, katika hao waliolinda mlango, waliotaka kumtia mikono mfalme Ahasuero. Mfalme akasema, je, ni heshima gani au jaha gani Mordekai aliyofanyiziwa kwa ajili ya hayo? Watumishi wa mfalme waliomhudumu wakamwambia, hakuna alilofanyiziwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna alilofanyiziwa. Kama unaandika ujumbe, andika ujumbe huu: Mungu hukumbuka wema wote tunaotenda kwa wengine. Mungu hukumbuka wema wote tunaotenda kwa wengine. Mungu hukumbuka wema wote tunaotenda kwa wengine. Na yamkini naweza nikaongea maneno mengi na ukasahau mambo mengi pengine, lakini ondoka na hiki ambacho ninakwambia hapa sasa hivi, kwamba kila tendo jema unaolitenda ni mbegu kwa ajili ya baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Kila tendo jema unaolitenda leo ni mbegu kwa ajili ya baadaye. Lolote unalolitenda leo halipotei. Unapanda mbegu. Sema ninapanda mbegu. Sema ninapanda mbegu. Na kwa sababu hiki nimesema ninatamani uondoke nacho ili kikusaidie kwa leo, kesho na siku zijazo. Naomba rudia pamoja nami. Sema kila tendo jema ninalolitenda ni mbegu kwa ajili ya baadaye. Kwa ajili ya baadaye. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema somo linasema Mungu hukumbuka wema wote tunaotenda, si ndio? Sasa naweza tukajiuliza, wema ni kitu gani? Neno wema sisi ogeni jamani. Sisi ogeni jamani, tunalisikia sikia. Hasa tunaweza tukajiuliza, hii wema ni kitu gani kiBiblia? Tunaposema wema tunazungumzia nini? Nimekuandalia tafsiri fupi sana kwamba kiBiblia neno wema ni upendo wa vitendo pasipo kutarajia malipo. Ni tafsiri fupi nimekuandalia. Ziko nyingi, lakini hii nimekuandalia. Tunaposema wema ni upendo wa vitendo. Upendo kwa nini? Kwa vitendo, bila kutarajia malipo. Kwa nini nasema bila kutarajia malipo? Kuna wema mwingine wako unatendwa na mtu kwa kutarajia kupata nini? Malipo. Ninakusaidia, si lengo nimekusaidia, lakini kuna kitu ninakitaka baadaye. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa tafsiri fupi nimekuletea leo kwamba tunaposema wema ni upendo kwa vitendo bila kutarajia malipo ama ujira wowote ule.
Lakini pia tunaposema wema, jamani, wema ni tabia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wema ni tabia ya nani? Ni tabia ya Mungu. Ina maana mtu anapotenda wema ni anaakisi ile tabia ya Mungu ndani yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu mwenyewe ni mwema, na Mungu anatenda mambo mema kwetu kila wakati. Na ndio maana maandiko yanasema anaonyeshea mvua wema kwa wabaya. Jamani, haleluya. Unapotenda wema unaakisi tabia ya nani? Tabia ya Mungu. Lakini pia unapotenda wema lazima utambue kwamba wema ni miongoni mwa tunda la Roho. Unaposoma ile Galatia 5 mstari wa 22 inazungumzia kwa habari ya tunda la nani? Tunda la Roho. Kati ya mambo ambayo yametajwa pale, wema ni miongoni mwa mambo hayo. Ina maana kwa tafsiri nyingine, wema ni matokeo ya kazi njema ya Roho Mtakatifu ndani ya mwamini. Bwana Yesu asifiwe. Wema ni matokeo ya kazi njema ya Roho Mtakatifu ndani ya mwamini. Ina maana kwamba mtu anayetembea na Mungu wakati wote, mtu ambaye yuko na Mungu majira yote, kwenye mambo yake yuko na Mungu, anatembea na Mungu katika majira yote, muda wote, tunategemea tunda la wema ndani yake litakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini litakuwa? Kwa sababu wema ni tabia ya Mungu. Kwa nini litakuwa? Kwa sababu wema ni miongoni mwa yale mambo ambayo tunayaita ni tunda la Roho. Kwa hiyo wema ni kitu cha msingi sana kwa mwamini. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Naweza nikasikia amina nyumbani mwa Bwana. Naweza nikasikia amina nyumbani mwa Bwana. Sasa nimekupa ufafanuzi kwa habari ya neno wema, ili tunavyoendelea ujue tunazungumzia kitu gani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwenye andiko letu la msingi kuna watu tumewaona wakitajwa kwenye ile mistari mitatu. Moja, tunaona kuna mtu mmoja anaitwa Mordekai. Sema Mordekai. Sema tena Mordekai. Lakini kuna mtu mwingine tunaona anaitwa Mfalme Ahasuero, anatajwa pale. Lakini pia tunaona kuna watu wawili, anaitwa nani na nani, ambao walikuwa walinzi getini, anaitwa Bigthana na nani na Teresh. Tutawatazama hawa, lakini tutamwangalia zaidi Mordekai siku ya leo. Na kwa kwanza, wacha nimzungumzie Mordekai ni mtu wa aina gani, ama alikuwa ni nani, ili tunapoendelea ujue, kwa sababu muda mwingi tutaongea kwa habari ya Mordekai. Tunakumbuka kwamba wana wa Israeli walichukuliwa uhamishoni, si ndio? Walipochukuliwa kwenda huko, miongoni mwa watu waliochukuliwa ni pamoja na huyu mtu anaitwa Mordekai. Lakini pia alikuwa na binti mmoja ambaye anaitwa Hadasa, ama kwa jina ambalo tumelizoea Esther. Huyu binti, maandiko anasema alipoteza wazazi wake wote, alikuwa ni yatima, baba amefariki, mama amefariki. Mordekai akamchukua na akamlea. Maandiko yanasema alipomlea Esther, aliendelea kumlea katika misingi ya kumjua Mungu. Na tunaona jinsi gani Mordekai ambavyo alikuwa ni mwaminifu mbele za Mungu, tutaona. Lakini nakupa sifa chache za Mordekai. Mordekai, sifa ya kwanza, alikuwa anamjua Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana.
alikuwa anamjua Mungu wa kweli, pamoja na kwamba yuko uhamishoni, lakini hakuacha kumwabudu Mungu wa kweli, kwa sababu alijua Mungu anayepaswa kuabudiwa ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kuna muda bwana mmoja anaitwa Hamani alitegemea kwamba akiwa anapita mlangoni, kwa sababu ni kiongozi mkubwa, alitegemea Mordekai atakuwa na inama na kumsujudia Hamani, lakini Mordekai hakufanya hivyo. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mwaminifu mbele za Mungu. Sema mwaminifu mbele za Mungu. Katika nyakati zote, katika mazingira yote, Mordekai alikuwa mwaminifu sana mbele za Mungu. Lakini jambo kubwa kwa Mordekai ambalo ndio linatufanya tutafakari maneno haya kwa pamoja, Mordekai alikuwa amejaa roho ya wema ndani yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ni mtu mwenye kutenda wema, haijalishi anamtendea nani. Na alikuwa ni mtu mwenye kutenda wema bila kutarajia kwamba huyu ninayemtendea atanilipa 1, 2, 3. Yeye alikuwa anafanya kana kwamba anafanya kwa ajili ya Bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na siku moja maandiko anazungumza, anasema alikuwa ameketi mlangoni, alikuwa na kanzi ambayo alikuwa anasimama kwenye geti la mfalme, na pale kulikuwa na watu wawili, maafisa wawili. Wale watu wawili wakapanga njama za kumuua mfalme. Mordekai akawasikia. Alipowasikia wanapanga mikakati ya namna gani watamwangamiza mfalme, namna gani watamuua mfalme, Mordekai alichokifanya, akaenda akamwita binamu yake, akamwita Esta, ambao wakati huo, nimefupisha story, wakati huo tayari Esta ni malkia, tayari. Akaenda akamwita, akamwambia, Esta binti yangu, kuna watu wawili, Bigthana na Tereshi, wamepanga mipango ya kumwangamiza mfalme, wamepanga mipango ya kumwangamiza mume wako. Fanya jambo kwa ajili ya mfalme. Mungu anatusaidie sana. Maandiko anasema Esta akalichukua hilo jambo, akaenda akamweleza mfalme. Alipomweleza mfalme, uchunguzi ukafanyika. Uchunguzi ulipofanyika, ikabainika kwamba ni kweli wale watu wawili walikusudia kumuua mfalme. Ilipobainika kwamba ni kweli, maandiko anasema wale maafisa wote wawili waliuawa. Jamani, Mungu anatusaidie sana. Wale wote wawili ambao walipanga mipango kwa ajili ya mfalme, maandiko anatuambia waliuawa. Lakini walipouawa, maandiko amemaliza tu kusema kwamba lile tukio likaandikwa kwenye kitabu cha kumbukumbu kwa jina la Mordekai. Lile tukio likaishia tu kuandikwa, kwa sababu katika ufalme huo kulikuwa na kitabu maalum cha kuandika kumbukumbu, cha kutunza kumbukumbu za matukio yote ambayo yanatendwa katika ufalme ule. Jamani, haleluya. Kwa maandiko anaweka wazi kwamba baada ya tukio hilo kwisha, ile habari ikaandikwa kwenye kile kitabu kwa jina la nani? Yaani hilo ndio jambo la msingi sana walifanya. Hawakuandika kwa jina la mtu mwingine, waliandika kwa jina la nani jamani? La Mordekai. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini walipoandika, iliishia hivyo, mambo yakatulia. Iliishia hivyo, Mordekai hakutambulika kwa jambo lolote. Ni jina tu limeandikwa kwamba hiki kilichofanyika ni Mordekai amehusika kutoa taarifa, na zikabainika kwamba ni kweli. Lakini alipewa nini? Maandiko yakatulia. Hapakuwa na chochote kwa wakati huo ambacho Mordekai alipewa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna wakati ulifika. Ukisoma ule mstari wa kwanza unapoanza,
wa sura yetu unasema usiku ule mfalme hakupata usingizi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna usiku mmoja mfalme hakulala, mfalme hakupata usingizi. Akasimama, akaanza kuzunguka, akaanza kutembea, anaenda huku, anatoka huku, anaenda kule. Na kama tunavyojua, mfalme ana watu wengi, ana wapambe. Mfalme akiamka hata mlinzi ataamka, si ndio jamani? Mfalme hawezi kuamka alafu watu wengine walale. Usiku ule haupo usiku wa kawaida. Mfalme akainuka, usingizi ukakataa. Akaanza kuzunguka kwenye jumba lake la kifalme, akaanza kuzunguka usiku ule. Alafu akasema kitu kimoja, akasema naombeni nileteni kile kitabu cha kumbukumbu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Akaagiza aletewe kitabu cha kumbukumbu, kifunguliwe kwake na kisomwe mbele yake. Maandiko yanasema kile kitabu kikaletwa, kikaanza kusomwa. Hawajaandika yalisomwa mambo mangapi, lakini tunaambiwa kwamba kati ya mambo ambayo yalisomwa, ilisomwa jambo ambalo alilifanya mtu wa Mungu Mordekai. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema alipolisoma, aliposomewa hilo jambo, mfalme akashangaa, akauliza, kutokana na hiki alichokifanya Mordekai, je, ni ujira gani alipewa? Je, ni nini alifanyiwa kutokana na wema huu mkubwa wa kuokoa maisha ya mfalme? Walijibu nini wafanyakazi wake? Walijibu nini jamani? Walisema hakuna kitu amefanyiwa, hakuna kitu amepewa, hakuna kitu amefanyiwa. Huyo ni mtu wa Mungu ambaye yeye majira yote moyo wake unamsukuma tu kutenda mema hata kama hatambuliki. Na mimi nikwambia ukweli, tunaishi kwenye nyakati ambazo wengi wetu hutenda wema kwa watu wengine tukitarajia kupata kitu kutoka kwao. Tuko kwenye majira ambayo siwezi kumsaidia mtu mpaka niite watu washuhudie tukio kwamba ninamsaidia Jeremia Kayanda, ninamsaidia my friend Dr. Matthew, ninamsaidia mtu fulani, ili watu washuhudie na nipate sifa kutokana na hilo jambo. Kuna watu wa aina hiyo, kuna watu wa aina hiyo. Kuna watu wana nia njema, anataka kusaidia, anaita waandishi wa habari, unakuta na nia njema. Lakini kuna wengine unakuta na nia mbaya. Nataka nimsaidie mtu, waandishi wa habari waje, baadhi yao wana nia mbaya, mtu wa Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sinaongea ndani kifamilia jamani. Baadhi yao wakati mwingine huwa wanakuwa na nia mbaya, anatamani watu wamtambue kutokana na ule wema anaufanya kwa mtu. Lakini leo tunajifunza kwa habari ya Mordekai. Mordekai alimsaidia mfalme, aliokoa maisha ya mfalme. Yamkini pasipo Mordekai kutenda wema, leo hii tungekuwa tunazungumza habari zingine. Yamkini tungekuwa tunasema yule Esther mjane. Lakini Mordekai, kwa sababu ni mtu ambaye tunda la Roho lilikuwa ndani yake ambalo linaitwa wema, ule wema ulimsukuma akamwokoa mfalme dhidi ya watu wabaya. Na alipomwokoa mfalme alinyamaza. Leo hii nikwambie ukweli, mtu wa Mungu, kuna watu wakifanya jambo, yeye mwenyewe anaanza kulitangaza. Imani Mungu natusaidie sana. Namsaidia mtu jambo, ninatoka hapo naanza kusema, jamani, msimuone yule fulani. Si mnamuona yule fulani sasa hivi? Sinaona sasa hivi anapiga piga vishati kidogo nini vimenyoka. Sinaona sasa hivi anavaa vizuri. Ni nani? Ni mimi. Msimuone vile, ni mimi. Imani Mungu natusaidie sana. Anasema si mnamuona yule mtu sasa hivi maisha yake yamebadilika. Si mnamuona maisha yake yalivyobadilika. Yule
yuko vile kwa sababu yangu mimi. Mimi ndo ninabadilisha maisha yake. Usimwone vile, ni mimi ndo namsaidia, ni mimi ndo namweka mjini. Lakini wakati unamsaidia mtu wa Mungu, ulimsaidia mkiwa watu wawili. Ya nini utoke nje kumtangaza? Jamani, Mungu natusaidie sana. Mungu natusaidie. Wema ni tendo la upendo. Ni tendo la upendo ambalo tunalifanya bila kutarajia malipo yoyote. Wewe msaidie mtu, usitarajie kupata kitu kutoka kwake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mordekai alikuwa na kila sababu ya baada lile tukio kumfuata mfalme na kumwambia, mfalme, si unaona nimekusaidia Sasa vipi wewe, una kipi cha kufanya? Hauna nafasi yoyote ambayo unaweza ukaniweka? Si alikuwa na sababu kabisa ya msingi ya kumweleza mfalme, si ndio jamani? Na mfalme angemwelewa kwamba huyu mtu ameyaokoa maisha yangu. Lakini ilikuwa tofauti kwa Mordekai. Mordekai alichagua kunyamaza. Leo ninakutia moyo, mtu wa Mungu, wewe wasaidie watu, afutulia. Kuna majira Mungu atakutendea wewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema usiku ule mfalme hakulala. Ulipita muda mrefu ulipita, na mambo yakawa shwari, mambo yakawa kimya. Kwa wanadamu yalikuwa kimya, lakini kwa Mungu hayakusaulika. Unaweza ukatenda jambo wanadamu wakasahau, lakini usifikiri Mungu amesahau. Limeandikwa mbinguni, kuna usiku mmoja utakuwa kama usiku wa Mordekai. Mfalme akakosa usingizi, akaita kitabu kije kikasomwa mbele yake, na akauliza huyu Mordekai ni mtu aina gani na alitendewa kitu gani? Majira ya Mungu ni majira sahihi. Wewe tenda wema leo, ni mbegu unaipanda. Ipo siku Mungu atakukumbuka kwa kile ulichokitenda kwa ajili ya watu wengine. Si kuna mtu mmoja ananielewa? Usifanye wema kwa kutegemea malipo ya leo. Ukifanya wema ukasaidia watu wengine ili ulipwe leo, wasipokulipa leo utachanganyikiwa, utaishi kwa pressure, utachukia watu, utaongea peke yako barabarani, huyu naye anioni, mtu nimemsaidia, hata tu kuambia majirani hajawaambia, hata ndugu hajawaambia. Yaani unakuta unaongea unalalamika mwenyewe. Tenda wema afu nyamaza, subiri majira ya Mungu. Maana chochote unachokifanya ni unapanda mbegu. Ipo siku hiyo mbegu itakuletea mavuno mazuri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na sio tu kwa watu wa nje, hata kwa watu wa kanisani. Moyo wako unaweza ukasikia kumsaidia mtu wa kanisani. Wewe msaidie tu mtu wa Mungu. Wewe msaidie. Hata kama asipotangaza. Kwani akitangaza utanufaika na nini? Yaani mfano akatangaza, haya sasa ametangaza, utanufaika na nini? Wewe fanya kwa ajili ya Bwana. Chochote unachokitenda kwa mtu, tenda kwa ajili ya Bwana, na Mungu atakulipa, mtu wa Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasemaje? Msichoke kutenda mema, maana mtalipwa na Bwana kwa majira yake. Msipozimia nini? Msipozimia mioyo. Hilo andiko utalipata kwenye kitabu cha Galatia 6 mstari wa 9. Wagalatia 6 mstari wa 9. Utalipata hilo. Wewe tenda wema. Jamani, amina watu wa Bwana. Na kule mtu kutokutambua wema unaotenda kusikurudishe nyuma kwenye kuendelea kutenda hata kwa watu wengine. Si unajua kuna watu wengine unawatendea mema vizuri, lakini baadaye hugeuka na wakakutendea mabaya hata kama wewe uliwatendea mema mwanzoni. Si wako watu aina hiyo? Hicho kisikurudishe nyuma kutenda mema kwa watu wengine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wasaidie watu. Wasaidie watu. Wasaidie watu. Wasaidie watu. Huku ukiamini kwamba ipo siku isiyokuwa na jina Mungu atakutendea. Mungu atakutendea. Katika ufalme huu ambao tumeusoma hapa,
Nimesema kulikuwa na kitabu cha kumbukumbu. Hii inatupa picha kwamba mbele za Mungu mambo yote tunayoyafanya yanaandikwa. Jamani, amina. Yanaandikwa. Na kuna majira tutavuna. Unaweza ukawa upo kanisani, unatoa, unasema mbona mimi natoa sana, halafu watu hata wanithamini, hawanitambui. Usitafute kutambuliwa na watu unavyotenda mema. Jamani, amina, watu wa Bwana. Fanya Mungu akutambue, aseme huyu kweli anatenda wema kwa watu kutoka moyoni. Si kuna mtu mmoja ananielewa? Hata kama watu wanasahau, kwa sababu tabia ya mwanadamu ni kusahau. Utafanya watu watasahau. Na mimi nakwambia ukweli, sio kila ulichowatendea watu bado wanakikumbuka. Wengi wao wamekisahau. Jamani, amina. Hujawahi kusikia kauli mtu anasema hivi, wewe hukumbuki nilipokutoa? Hukumbuki niliyokufanyia? Ni kweli hakumbuki. Na anaweza akakuuliza wapi wewe umenitoa? Hakumbuki. Lakini nikwambie, Mungu anakumbuka. Kama ulifanya kwa moyo, Mungu anakumbuka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ipo siku utavuna. Na hata kama usipovuna wewe, kizazi chako kitavuna. Kuna mambo unaweza ukayatenda leo hii, wewe ukapita ukaondoka, lakini watoto wako wakanufaika na kile unachotenda leo. Kizazi chako kikanufaika. Watoto wako wakawa wanaenda tu kila mahali, wanasaidiwa tu. Wanaenda kila mahali kibali, wanaenda kila mahali wanapata msaada. Kumbe ni mbegu uliipanda wewe leo hii, lakini watoto wamekuja kuvuna. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu kwenye Biblia anaitwa Dorcas. Ukisoma Matendo ya Mitume mlango wa 9 mstari wa 36 hadi mstari wa 41. Ukisoma Matendo ya Mitume mlango wa 9 mstari wa 36 hadi mstari wa 41, unazungumza kwa habari ya mwanamke mmoja anaitwa Dorcas au Tabitha. Inazungumza hapo, inaeleza kwamba mwanamke huyu alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa anawatendea wema watu wengine. Alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa hatamani aone wajane wanapata shida. Alikuwa anawashonea mavazi wajane. Alikuwa anawasaidia maskini. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ana moyo uliojaa huruma kwa wahitaji. Na maandiko yameweka wazi, unapomsaidia maskini unamkopesha Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Dorcas akatenda mema, akawa anawatendea mema watu, anawashonea mavazi